Hiki ni kikosi cha wekundu wa Msimbazi, unaweza kaita wanalunyasi, wakijifua tayari kwa mchezo wao dhidi ya Esperance de Tunis ambao utachezwa katika dimba la Benjamin Mkapa ama kwa Lupaso. Hapo unaweza kuona wanafanya mazoezi, kujifua, kujiweka sawa, kuhakikisha kwamba wanakwenda kutupa karata yao ya tatu sasa, karata yao ya 4, kwa maana kwamba karata yao ya pili katika uwanja wa nyumbani, na mchezo wa 4 ambapo itabaki michezo miwili. Sasa tutakwenda kuangazia tuone kikosi kipi ambacho kinaweza kuanza katika mchezo unaokuja, lakini hapa unaweza kuona wakijifua wanalunyasi kuhakikisha kwamba watakuwa fiti kwa ajili ya kukabiliana na Esperance de Tunis, ambapo mchezo wa mwisho waliweza kupoteza kule ugenini kwa bao 1-0. Sasa je, wanaweza kushinda mchezo wa nyumbani? Mimi na wewe hatujui nini kitajiri kwa wanalunyasi hawa. Kama watafunga basi watapoteza moja kwa moja 80% kama sio 90 ya matumaini ya kuvuka hatua ya robo finali. Sasa tunataka kuangazia kikosi ambacho kwanza kiliweza kuanza katika mchezo uliopita dhidi ya Esperance de Tunis. Kama unaweza kuona hapo, golikipa alikuwepo Kasali, akacheza striker Soa, pia Kapombe kama kapteni, Morris Abraham Kagoma kwenye kiungo, de Farouk, Nabi Nangu, Kibabage, Mpanzu pamoja na Kibu Dennis. Hiyo ndio ilikuwa first 11 ya kikosi ambacho kilianza katika mchezo uliopita dhidi ya Waarabu hawa Esperance de Tunis. Hicho ndio kikosi ambacho kilianza na hatimaye matokeo yake uliyaona. Waliweza kufungwa bao 1-0 pale jijini Tunis. Sasa mchezo huu wa leo, kikosi gani ambacho kitaanza? Bila shaka kutakuwa na mabadiliko kadhaa hapa katika mchezo huu wa leo ambapo watacheza nyumbani. Kwanza tumeweza kuona kikosi kile ambacho kiliweza kuanza katika mchezo uliopita dhidi ya Esperance de Tunis pale jijini Tunisia. Sasa kikosi hichi kiliweza kufungwa bao 1-0, lakini kuna baadhi ya wachezaji hapo hakuwepo. Nafikiri kama unafuatia mpira basi utaungana na mimi kwamba kuna baadhi ya wachezaji hapo hawakucheza katika mchezo huo. Tutegemea kuwaona katika mchezo wa kesho ambao watachezwa katika dimba Benjamin Mkapa. Leo tunaangazia kile kikosi tu ambacho kilikuwa kilianza katika mchezo uliopita. Sasa baada ya kuangalia kikosi hicho, pia tutakwenda kuangalia kikosi kilichocheza mchezo tu mara ya mwisho ambapo Simba imecheza jana. Tuone kikosi kile ambacho kimecheza jana na baadaye tukuletee tathmini ya moja kwa moja katika mchezo huo wa kesho. Je, kikosi kipi ambacho kinaweza kucheza katika mchezo huo wa kimataifa dhidi ya Esperance de Tunis kutoka pale jijini Tunisia ama nchini Tunisia? Simba Sport Club itafanya mabadiliko kadhaa katika mchezo huu bila shaka, mchezo unaokuja, kwa sababu mchezo huo kwanza ni muhimu sana. Simba inatakiwa kushinda kwa sababu mpaka sasa imecheza michezo mitatu na haina alama hata moja. Kwa hivyo yenyewe ndio inashika mkia katika kundi lao. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kushinda mchezo huu ili kuwa na alama 3. Na kama atakuwa na alama 3, maana yake ni kwamba inafufua matumaini ya kuweza kusonga mbele. Kivipi? Kwani watabakisha michezo miwili, ambapo michezo miwili hiyo watabakisha mchezo mmoja wa nyumbani, lakini mchezo mwingine utakuwa dhidi ya pale ugenini, utakuwa dhidi ya Petro di Luanda kutoka pale nchini Angola. Kwa hiyo kama atashinda michezo miwili, maana atakuwa na pointi 9 wakiunganisha na pointi za kesho kama watashinda. Mahesabu magumu sana hayo, lakini kwenye mpira kila kitu kinawezekana. Hayo ni mahesabu magumu, lakini kwenye mpira kila kitu kinawezekana. Tusubirie kuona nini kitatokea katika mchezo wa kesho. Sisi hapa tupo kwa ajili ya kufanya tathmini ya kuona kwamba kikosi kipi ambacho kinaweza kuanza. Bila shaka umeweza kuona katika kikosi kile ambacho kimeanza na baadhi ya wachezaji pale umeona kabisa walioanza katika ile first 11 ya kikosi kilichopita. Sasa tunakwenda kuangalia kikosi ambacho kimecheza mchezo wa jana dhidi ya Mashujaa, mchezo wa jana dhidi ya Mashujaa, na baadaye tukuletee tathmini ya moja kwa moja kwamba kikosi kipi ambacho Simba inaweza kuanza nacho katika mchezo unaokuja wa kesho wa klabu bingwa katika hatua hii ya group stage. Unajua katika kikosi ambacho kimecheza jana pia kuna baadhi ya wachezaji ambao hawakucheza katika mchezo ule uliopita pale jijini Tunis. Kwa hiyo sasa kuna uwezekano mkubwa sana wale waliocheza kule wakafanywa mabadiliko kidogo, la japo haiwezi kuwa yote kwa sababu kuna wachezaji ambao waliperform vizuri. Kilichotokea tu ni namna ambavyo wao
wao wameweza kucheza. Sasa tuangazie kikosi kile ambacho kimecheza mchezo wa jana. Kikosi kama unavyoweza kuona, hichi ndio kikosi ambacho kimecheza mchezo wa jana dhidi ya Mashujaa kunako ligi kuu. Kwanza golikipa alikuwepo Kasali, lakini pia alikuwepo Duchu, alikuwepo Difouk, lakini alikuwepo Nangu, akakuwepo pia akacheza Kibabage, akacheza pia Kagoma, Chama, akacheza pia Morris Abraham, akacheza Gueye ambaye ndo alifunga goli pia, akacheza Kibu Dennis pamoja na Oura. Kwa hiyo ndio kikosi ambacho kilianza katika mechi ya jana. Kwa kikosi hichi kuna uwezekano mkubwa sana kikacheza mchezo wa kesho kwa namna ambavyo kimeweza kuonesha performance, lakini haina maana kwamba kwa sababu wale ni experience na Simba wamecheza vizuri jana basi wanaweza kaingia na approach ile ile. Sidhani kama mwalimu ataamua kuingia na approach ile ile katika mchezo wa kesho, kwa sababu ule ni kombe la kimataifa. Kombe la kimataifa ambalo ni CAF Champions League halihitaji mambo mengi. Linachohitaji ni alama 3 tu. Umecheza vipi hilo jambo jingine, kwa sababu tuliona pia hata mchezo wa Dar Afrika Al Hilal kuna muda walikuwa wanamiliki mpira katika kipindi cha kwanza, lakini baadaye Dar Afrika wakamiliki mpira zaidi kipindi cha pili na bado waliweza kushinda Al Hilal. Kwa hiyo kombe hili halihitaji kucheza sana. Yes, unaweza kucheza sana na ukashinda vile vile, lakini kombe hili linahitaji namba zaidi kuliko namna gani umecheza. Sasa hivi Dar Afrika ana pointi 4. Watu hawaangalia amecheza vipi katika mechi zilizopita. Kinachoangalia Dar Afrika katika michezo yake hiyo aliocheza ana alama zake 4. Simba hana alama hata moja. Hawaangalii hicho kwamba kachezaji, wanaangalia alama, hana alama hata moja. Kwa hivyo hiyo ndo klabu bingwa ya Afrika. Inachotaka wao ni numbers, kwamba wewe umecheza vipi, hataki kujua. Unachotaka sisi ni numbers, kwa sababu namba ndio itakayo kupeleka sehemu nyingine. Bila namba huwezi kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo bila shaka mtazamaji, umeweza kuona katika kikosi cha kwanza ambacho kimecheza zile Esperance de Tunis, lakini pia tumekeka kikosi kingine ambacho kimecheza mchezo wa jana. Kuna uwezekano mkubwa wa mabadiliko yakatokea, lakini kuna taarifa zinasagaa kuwa Simba mpaka sasa wanavutana na Elie Mpanzu katika mchezo huu ambao wanatakiwa kucheza kunako ligi kuu, lakini pia na huu ambao wa klabu bingwa, kwa sababu Simba wanataka kumbakisha Mpanzu. Lakini kwa taarifa ambazo tumezipata kama Mpanzu yeye anataka kuondoka klabuni hapo, hataki kuendelea na klabu hiyo, na kuna dili ambalo limekuja kutoka pale nchini Morocco kutoka kwa Raja Casablanca. Kwa hiyo tusubiri kuona nini kitajiri, lakini kuna uwezekano mkubwa Elie Mpanzu asicheze kutokana na mgogoro huo, kwa sababu tayari kuna sintofahamu katika klabu hiyo. Kwa sasa sisi kama Lili Media tunachaziana na hiyo ndo tathmini yetu tunakuletea. Weka kikosi chako